unafikia tamati kwa kuwa tumekuwa na michezo katika kata zote 20 na tulikuwa na jumla ya timu 20 ambazo zimeshindana katika mzunguko wa kwanza. Baadaye tukaingia robo finali na baadaye nusu finali ambayo ilikuwa siku ya leo, lakini mwisho tunamalizia na finali. Tunaona kwa kweli ligi yetu imefanyika kwa mafanikio makubwa kwa sababu vijana wetu ni miaka mingi tangu kuwa na mzunguko wa ligi kwa namna hii. Kwa hiyo manake wameongeza kufahamiana, lakini pia wameweza kuangalia fursa katika kata mbalimbali. Lakini cha msingi tunaona ambavyo sasa hivi kijana wa Kakunyu anamfahamu kijana wa Kashenye, kijana wa Kashenye anamfahamu Tobugandika, na hiyo ilikuwa ni matamanio yetu tunayotaka. Lakini kila mmoja katika kuzunguka ameweza kujifunza mambo mengine katika kata zingine, kuona kwanza ni nini ambacho Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya katika maeneo yetu, hasa tukiangalia vitu ambavyo vinaonekana kwa wazi, vijana wetu wakiwa wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, tukiangalia miundombinu ya barabara, tukiangalia uwepo wa maji, watu wanatumia maji safi na salama, lakini na mahitaji ya umeme. Kwa hiyo wanaenda na washuhudia maeneo mengi ambayo tumeweza kufika kupitia serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini na mimi kama mbunge nikiwa nahakikisha kwamba sasa yale yanayohitajika katika jimbo letu tunayaleta yanakuja kwetu. Lakini cha msingi kama tunavyoona, pamoja na hii ligi ilikuwa inaendelea, tunaendelea kutambua vijana mbalimbali wenye vipaji mbalimbali. Kwa hiyo naamini wataalamu wangu ambao nilikuwa niwapa kazi wataendelea kuainisha kuona vijana wetu ambao wana vipaji tuweze kuangalia jinsi gani ya kuwasogeza mbele. Lakini cha msingi tumeona katika kipindi hiki, katika ubize huu, vijana wetu wameweza kujiepusha na matendo ambayo yanaweza kawa sio mazuri kwenye jamii, lakini wamewekeza kwenye kufanya mazoezi ambayo yanawasaidia sana katika majukumu yao. Kwa hiyo mimi nayo faraja sana kwamba malengo mahususi ya ligi hii yameweza kukamilika, na mimi najisikia faraja kwamba kwa kuwa tumeanza hivi, kwa wakati mwingine tukienda tena, maana yake tunaweza kufanya vizuri zaidi, ikiwa ni pamoja na kuwachukua vijana moja kwa moja wale ambao watakuwa wanaelekea katika ubora zaidi, kuwapeleka katika shule au academy wakaweza kujiendeleza, na mwisho wa siku wakaweza kuchukuliwa na vilabu ambavyo vimeshakuwa katika madaraja ya juu kidogo. Ushauri kwa vijana kushiriki katika michezo ni upi mheshimiwa? Ndugu mtangazaji, kwanza mimi vijana niendelee kuhamasisha. Michezo ni sehemu ya mazoezi, michezo ni sehemu ya kufahamiana, michezo ni sehemu ya network, michezo ni sehemu ya fursa. Kwa hiyo vijana wasiende kwenye michezo hii kwa mazoea, waende wamejitoa kwa moyo kwamba tunaenda kucheza michezo na kiwa wamefanya mazoezi madhubuti ili kuweza kuwa na ufanisi katika michezo ambayo inakuwa inaandaliwa. Naamini baada ya michezo hii kuna vijana wengine ambao wataona na timu zingine na kuweza sasa kusogea katika timu zingine ambazo ni kubwa, na hivyo mwisho wa siku watakuwa wamepata fursa. Pia nichukue nafasi hii kumpongeza kwa dhati wa moyo wangu mbunge wa jimbo la Misenyi Mheshimiwa Florent Laurent Kyombo kwa dhamira yake njema na moyo wake mkuu wa kupata maono ya kuanzisha ligi alimaarufu kama Samia na Kyombo Cup. Ni matumaini yangu ligi hii ya Samia na Kyombo Cup imeenda kueneza ujumbe hasa kwa vijana, wapenda maendeleo na wananchi wengine wote kwa ujumla, hususani wa wilaya ya Misenyi, kuhusiana na mambo makubwa yaliyotekelezwa na serikali ya awamu ya 6 kama mlivyoyasikia yalivyokuwa yanachambuliwa na watangazaji wetu wakati wa mechi zilipokuwa zinaendelea. Kuhusu afya, hospitali yetu ya wilaya wakati wote pale inaenda kufunguliwa, after all imeshaanza huduma, bado tu huduma hazijafikia 90%. Haya yote amekuwa akifanya mbunge wetu, na kama mnavyomfahamu huyu mbunge wetu, hakuna session ya bunge inayofanyika asiweze kuuliza swali au kupata ufafanuzi wa nini kinachoendelea Misenyi. Pigia makofi hapo kidogo. Wanawake vigeregere. Lakini kwenye swala la umeme wote ni mashuhuda. Vijiji vyote vya Misenyi 77 vimefikiwa na umeme. Na juzi tulikuwa tunateta naye hapa. Saa hizi anaendelea kufanya maongezi na Wizara ya Nishati ili vitongoji vilivyobaki vyote viweze kufikiwa. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, tumeona mbunge wetu huyu
amekuwa akifanya shughuli mbalimbali za maendeleo kama vile kufanya mikutano na wafugaji, kufanya mikutano na wakulima, na kutokana na ukweli kwamba kuna ushuru mkubwa kwenye mnada wetu wa Kerenge pale, tumeshafanya maongezi na mbunge. Ndani ya mwezi mmoja unaokuja wataalamu watakuja kushughulikia ile kero ya ushuru mkubwa pale. Tunataka ushuru wa kwetu uwe sawa na ule unaotozwa Uganda, ili kuepusha magendo ya mifugo kupelekwa Uganda, ili au mifugo wao wanauzwa kwenye mnada wetu. Lakini sambamba na hilo, Mr. Kyombo amekuwa akitusaidia sana kwenye mambo ya ushuru wa halmashauri. Piga makofi. Kama mnavyojua, kwa sasa halmashauri ya Misenyi inafanya vizuri sana, na taarifa za kwenye baraza jana inaonyesha sasa tuna uwezo wa kukusanya Tanzania shilingi bilioni 11.